Nimekuwa nikizungumza juu ya somo lenye kichwa sema imani ya neno. Imani ya neno. Na bado niko hapo. Ni series, ni mfululizo wa fundisho ambalo tunapata ukweli juu ya imani ya neno. Na imani hii ya neno ina vipengele mbalimbali. Tulifika kwenye kipengele cha kushughulikia juu ya maisha marefu au kuishi maisha matimilifu. Sasa kuishi maisha matimilifu ni jambo ambalo kila mtu analitaka kwa kwake, kila mmoja. Mimi nataka hivi, na wewe unataka hivi. Na mimi namuombea kila mmoja neno hili limtimie kwake. Kama kuna kwazo lolote ambalo linaweza kuzuia wewe usiishi umri mtimilifu, Mungu atujalie kupitia kipindi hiki tuweze kuondoa zile kasoro na vile vikwazo ambavyo vinaweza kutuzuia tusiishi maisha yaliyo kamilifu. Kwa leo ninaendelea kuzungumzia eneo hilo hilo. Kwa sababu gani? Kwa sababu Biblia inasema hivi, imani chanzo chake ni kusikia na kusikia na kusikia na kusikia. Yaani sio mara moja tu. Imani ni kusikia mara nyingi juu jambo hilo hilo. Ndipo unapata kujenga misingi, misuli, uwezo wa imani. Imani inatakiwa ijengwe kwa kusikia mara nyingi. Kwa ndio maana na kuelezea tena na tena, lakini kwa staili, kwa mfumo tofauti. Si kwamba naeleza kitu kile kile wakati wote, hapana, lakini kwa sababu ni kila kitu kilipoumbwa na Mungu kimeumbwa ili kilishwe. Kama si binadamu, tumeumbwa na Mungu, tuko watu binadamu, tuko nafsi hai, lakini Mungu alituwekea hitaji ambalo ni lazima, ambalo limeunganishwa na uhai wetu. Nini hilo? Ni ukula chakula. Unaona, kila siku nakula na kunywa. Kwa kula na kunywa ni sehemu ya kuishi kwetu. Kwa unaona kila siku tunakula. Na usipokula ni kwa sababu maalum tu ambayo labda umepanga mwenyewe au jambo fulani limetokea, lakini si kwamba usile. Kwa kila kitu Mungu alipokiumba alikijengea utoshelevu wake katika kuendelea kukilisha. Nafsi zetu zinalishwa, roho zetu zinalishwa, mimea inalishwa, wanyama wanalishwa, hata ardhi ili ikupe matunda, mazao makubwa yanayolisha mbolea, kila kitu inalishwa. Ukipanda miti unanyosha, mvua unalisha. Kwa hiyo unakuta kila kitu kimejengwa kwenye kulishwa. Sasa na mimi naongelea juu ya kuishi maisha kamili. Sasa lazima niendelee kulisha hiyo imani yako ya kuweza kuishi maisha matimilifu au maisha marefu. Kwa lazima niilishe imani yako, niilishe ndio uweze kuwa imara kabisa katika jambo ninalokufundisha. Tuliangalia katika kitabu cha Ayubu sura ile ya 5 mstari wa 26, inasema kwamba utafika kaburini mwenye umri mtimilifu. Komea hapo kwanza. Umri mtimilifu ndio jambo la muhimu. Lakini kuna mambo ambayo nilijaribu kuyaeleza na nitagusa kwa haraka. Jambo ambalo tulichukua kitabu cha Zaburi 118 mstari wa 7 unaosema sitakufa bali nitaishi. Hayo ni maneno ya Daudi. Na tukasema Daudi hakumaanisha kukataa kufa au kugoma kufa. Kwa sababu leo hii Daudi alikwisha kufa siku nyingi sana. Alikuwa anakataa kuondoshwa duniani kinyume cha mpango wa Mungu, ambacho na sisi tunapaswa kufanya hivyo. Hatupaswi kuondoshwa duniani kinyume cha kalenda na ratiba ya Mungu. Tunaweza kusema sitakufa bali nitaishi, ili nitimize makusudi ya Mungu niliyoumbiwa kuwepo duniani. Maadui zangu, mipango yao, hila zao hazitafanikiwa. Hata wakijipanga 10,000 hawataweza. Nitafaulu, nitaendelea mbele. Daudi akazungumza jambo fulani katika kitabu kile cha, hebu tusomee hapo ndugu yangu, Zaburi ya 3 mstari wa 6. Zaburi ya 3 mstari wa 6.
Daudi akazungumza jambo lenye nguvu sana hapa. Zaburi 3 mstari wa 6. Sitayaogopa 10,000 ya watu waliojipanga juu yangu pande zote. Akasema sitayaogopa 10,000 ya watu waliojipanga pande zote. Unaona, alisema kwa maana aliamua kumwamini Mungu. Kuna 10,000 wanaotutakia kifo. Tuna 10,000 wanaotakia tufe, maradhi, yani magonjwa, wachawi, mambo yote, maadui na kadhalika, wanatutaka tufe. Lakini hao hata kama ni 10,000, nakupa neno na wewe, hata wakijipanga hawataweza kukuondolea uhai wako, kwa sababu sisi tumeamini Mungu msaada wa pekee. Hali pengine katika Zaburi ya 91 Daudi anasema watu 10,000 wataanguka ubavuni upande wa kulia, 1,000 upande wa kulia, 10,000 upande wa kushoto, lakini mimi nitakuwa salama. Yani wewe utakuwa salama. Hii alikuwa anaonyesha hatari bado zipo. Hatari zipo, lakini akasema Bwana ataniokoa katikati ya hizo hatari. Hali pengine akasema, wengine wanataja magari, farasi, majeshi, lakini mimi nitalitaja jina la Bwana wa majeshi, ndiye atakayenilinda. Wengine wanakuja na fumo na mkuki na silaha, lakini mimi nitakujilia kwa jina la Bwana wa majeshi. Kwa hiyo Daudi ni mfano mzuri wa mtu aliyemtegemea Mungu sana, hata akaona yale aliyoyasema. Sasa kuna mambo matatu ambayo nilizungumza haraka sana, nirudie. Jambo la kwanza ambalo tunapaswa kulikataa ni kifo cha kiroho. Kifo cha kwenda jehanamu. Lazima useme kwa ujasiri, sitakufa bali nitaishi. Maana yake sitakwenda jehanamu bali nitakwenda mbinguni. Siendi jehanamu. Kifo cha kwenda jehanamu ni kufa milele. Kwa hiyo kifo cha kwanza ambacho nataka nikutia moyo, wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo, na kama bado basi utamwamini Yesu Kristo, kwamba sitakwenda jehanamu bali nitakwenda mbinguni. Hiyo ni ukiri wa kwanza. Maana Biblia inasema, waraka wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11 hadi 15, inasema, na huu ndio shuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu upo katika mwanaye. Yeye aliye naye mwana wa Mungu anao huo uzima. Nasikia, aliye naye mwana wa Mungu anao huo uzima. Na nimewaandikia ninyi wote mnaoliamini jina la mwana wa Mungu, ili mjue ya kwamba mnao uzima wa milele sasa hivi. Kwa hakuna mauti ya milele kwako. Wewe unayemwamini Yesu Kristo, ndani yako kuna uzima na Mungu atakulinda. Na ndiyo maana Paulo anasema, na muamini yeye aliyeniita, na kwamba anaweza kukilinda kile alichonipa za amana kwangu. Na muamini anaweza kulinda uhai, anaweza kulinda ile kipawa ya kufika mbinguni. Anaweza. Yesu akasema, Baba yangu aliyonipa ni mwenye nguvu kuliko wote, hakuna awezaye kuwapokonya ninyi kwa mikono yangu. Sisi tupo kwenye mikono salama. Yesu Kristo ndiye aliyetuokoa. Tunaweza kukiri ya kwamba kwake peke yake ndiyo njia ya kupokea uzima wa milele, njia ya kweli ya kupata uzima wa milele. Yeye ndiye pekee ambaye ndiyo njia ya kufika mbinguni. Lakini vile vile yeye ndiye njia pekee ya kuishi maisha marefu, ndiye njia pekee ya kubarikiwa kiungu, ndiye njia pekee ya kuponywa kiungu, ndiye njia pekee ya kulindwa kiungu, ndiyo njia pekee ya kufanikiwa kiungu.
Yesu Kristo ndio njia, kweli na uzima. Mtu hafanikiwi kimungu isipokuwa njia yake. Mtu hafanikiwi kimungu isipokuwa njia yake. Mtu haponywi kimungu isipokuwa njia yake. Mtu halindwi, hawi salama kimungu isipokuwa njia Yesu. Ni kwa njia Yesu. Najua tunasema hivi, najua tunatumia maneno mazuri kupunguza makali ya maneno mengine ambayo wanadamu tuna maneno ya hekima fulani hivi. Tunapougua alafu tunapokwenda hospitali tukishindwa kupona, alafu tunataka kwenda kwa waganga wa kienyeji, na tukitumia neno kwa mganga wa kienyeji inakuwa ni kama zito sana. Kwa hiyo tunapunguza makali, nasema neno wewe tiba mbadala. Unaona? Tiba mbadala. Sasa tiba mbadala, sasa mimi sikatai juu ya tiba mbadala. Tiba zingine nzuri tu. Tiba zingine nzuri tu, sio mbaya. Miti ya kawaida mizuri tu. Lakini mimi sihubiri hayo. Ila ngoja nikwambie, tiba mbadala tunapoongelea uponyaji wa kimungu, hata hospitalini pia matiba ya Mungu ni hii. Lakini pia bado tunakuwa tuna tiba mbadala ya vidonge. Ni tiba mbadala pia vile vile. Kwa hiyo unaona, kwa hamna shida, unaweza ukatumia tiba mbadala kwenda kwenye hospitali na kadhalika. Lakini Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, ambaye anasema kwa kupigwa kwake alichukua maradhi na magonjwa, yeye ndio ni hospitali ya rufaa, yeye ndio afya yenyewe, yeye ndio uponyaji wenyewe, yeye ndio uzima wenyewe. Yani tunaweza tukachukua ndani ya Yesu Kristo ugonjwa wote ukaondoka, maradhi yote kaondoka, kifo kikaondoka, uharibifu kaondoka. Ndani ya Yesu ndimo ulimo na uzima, afya na kila kitu. Lakini unaweza kaamua ukaenda kwenye tiba mbadala, si dhambi, sababu Mungu ametupa akili, wanadamu wanapewa akili, na akili hizo wakatengeneza vidonge ili viwasaidie watu. Kwa si dhambi hata kidogo. Kwa ndio maana hilo jambo lazima kuwa makini ninapofundisha hapo. Watu wengine wanasema mimi na imani sana bwana. Sitaki dawa kabisa. Ni sawa. Hata mimi mwenyewe mara nyingi naweza kukaa hata miezi 6 au mwaka kabisa sijala dawa. Kwa hiyo mimi mwenyewe na imani kama hiyo, kwamba naweza nisinywe dawa kabisa na nikapona tu, nikapona. Lakini si dhambi, kwa sababu watu kusema kwamba sasa zamani watu walikuwa wanaishi kwenye nyumba za mapango tu. Sasa huwezi kusema leo tunaishi kwenye nyumba za ghorofa. Ina maana maendeleo. Mungu ametupa akili, ambapo wanadamu akili, ametengeneza magari, ndege na sasa tuwezi kukosoa ndege, tunasema tunamkosoa Mungu. Kwa hiyo Mungu ambapo wanadamu akili hivyo wakafanya uchunguzi, wakagundua dawa hii na hii ikiweka malaria imeondoka. Kwa hiyo hatuwezi kuwalaumu, tunamshukuru. Ni yote au ni ya Bwana anayafanya. Sawa. Sasa hapo nimeliweka vizuri ili nisije nikasema labda kuanzia sasa wewe unataka kunywa dawa, lakini nenda kukaamini neno na vile vile likakuletea matokeo. Safi. Sasa nimesema lazima ukatae kwa jehanamu kwa kumwamini Yesu Kristo, una uzima ndani yako. Sasa kipengele cha pili ni kifo cha nafsi, ambacho hiki ndio nitabaki nacho hapa kiasi. Niliongea kitu muhimu sana. Nafsi zetu zinalishwa kwa maneno. Nafsi zetu zinalishwa kwa hisia. Hisia zinakuja kwa maneno yale ambayo unasikia au unazungumza mwenyewe. Kwa hiyo sasa maneno yale ndio nataka leo niongelea hapo. La watatu niongelea ni mwili, ambao tunajilisha nini kwenye mwili. Kwa hiyo unapotaka kuishi maisha marefu lazima ujali unaweka nini kwenye mwili wako. Unaweka sumu asubuhi mpaka jioni, halafu bado unasema sitakufa bali nitaishi, lakini wewe mwenyewe unaweka sumu asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo ni jambo la kuweka kwa balance. Lazima uhakikishe roho umetubu dhambi, roho umemwamini Yesu Kristo, halafu nafsi yako inakuwa makini. Sasa hapa nilizungumza hivi, lazima uwe ndugu rafiki wewe wa kwako mwenyewe na ndugu rafiki kwa watu wengine. Maana yake lazima uchague kutokuwa chanzo cha kuwaumiza na kuwadhuru wengine. Sababu yale unayofanya kuwaumiza na kuwadhuru wengine mara nyingi huwa yanakurudia na wewe vile vile. Kwa mujibu wa Biblia inasema kwamba yeye afanyaye mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Kwa hiyo anasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hiyo ukifanya mabaya utavuna mabaya, ukifanya mema utavuna mema. Kwa hiyo watu wengi hatuelewi.
tunazungumza kuishi maisha marefu, lakini tunaasi au kukiuka kimatendo yetu. Tuna matendo yanayoalika kifo, matendo yanayoalika wajumbe wa kifo kutudhuru na kutuharibu, lakini tunatamani tuweze kuishi umri mtimilifu, ila kwa sababu hatujui jinsi tunavyowaza, jinsi tunavyoongea, jinsi tunavyowasema wengine, tunakuwa tunawachukia, na chuki ndiyo inaanza kuwa mzizi wa kutengeneza kifo. Hasira, chuki, uchungu, hivyo vitu. Hebu waza. Je, unampenda ndugu yako? Unampenda rafiki yako? Unaweza kusema ndio. Lakini kwa nini ukijua kosa au jambo baya alilolifanya huyo mwenzako unafanyaje? Hapo ndipo kipimo cha kuonyesha kweli huyo ni ndugu rafiki au ndugu adui. Ndugu adui akigundua jambo lako baya, jambo la kwanza ataenda kuzungumza kwa watu wengine. Kitendo hicho kinaashiria nini? Kinaashiria kumbomoa mwenzako, kumharibu mwenzako kwa wengine, kuharibu taswira yake, heshima yake kuivunja, kumjengea aibu, kumuondolea kibali, kumtengenezea fedheha, kumwekea adhabu, hata hawezi kukataliwa na jamii na kadhalika. Kwa hiyo wewe unadhani unampenda kwa jambo hilo, ndio ninaanza kukuonyesha. Uone sasa hao unaofikiri unawapenda na unajua mambo yao mabaya, na unaenda kwa mtu mwingine kuongea mabaya yale, wewe huwapendi, wewe ni adui. Hata kama ni ndugu yako wa kuzaliwa, lakini wewe ni adui yake. Ulikuwa hujui, lakini sasa ninakwambia wewe ni adui. Kwa nini? Kwa sababu kama ni ndugu rafiki, ungeenda kumuona mwenyewe na kumwambia unakosa 1, 2, 3, jirekebishe, na umsaidie kwa upendo, na umwambie madhara yake ni nini, acha dhambi hii, acha matendo haya, acha ubaya huu. Ukimwambia yeye mwenyewe, wewe ni ndugu rafiki. Na huo ndugu tunaozungumzia, upendo huo upo kwa wazazi. Mzazi hawezi mtoto wake aliyokosea, hawezi kuchukua kupeleka kwa watu wengine na kuanza kusema ubaya wake. Hawezi. Kwa nini? Akimsema nikajisema mwenyewe. Mfano, wewe tunafahamu wanaosoma naelekea katika vyuo vikuu, hatimaye wanaenda kuomba mikopo. Hatuwezi kufurahia mtoto wako akakosa mkopo. Kwa nini? Kwa sababu kukosa kwake mkopo ndio mimi nimekosa, kwa sababu itanigharimu mimi mwenyewe mzazi niingie gharama, wala isiye. Kwa yeye maumivu yake ni ya kwangu. Akifanikiwa ndio nimefanikiwa mimi, akishinda ndio nimeshinda mimi, akifeli nimefeli mimi mzazi. Kwa hiyo kwa upendo ule, kwa nini ninaumia mtoto wangu akikosa kazi, akiapply kazi akakosa? Naumia, ni kama mimi nimekosa hiyo kazi. Ndivyo inavyokuwa. Huo ndio ndugu. Kama sisi tunapendana, tutaumizwa na jambo la mwenzetu, kile kinachomuumiza kitakuwa ni kama mimi nimeumia. Kile kinachomfanya aweze kuaibika na jisikia mimi nimeaibika. Kwa hiyo sitachukua aibu yake nimpelekee mtu wa pili, wa tatu, kwa sababu ni kama mimi najiaibisha pia. Kwa nini? Kwa kuwa nampenda, sitaki aibike. Kwa kule kwa sababu jamii hata iliyo ndani ya kanisa, hata watumishi wa Mungu wamejaa ulaghai, wamejaa hila na uongo mwingi. Mbele yako wanakuonyesha anasema ndio, lakini moyoni anasema hapana. Kuna uongo mwingi hata katikati ya taasisi kwa taasisi, wafanyakazi kwa wafanyakazi, watu wana uongo mwingi. Sasa hilo linatujengea nini? Tunatengeneza. Unaposikia, nikuulize swali, ukisikia mtu anakusema vibaya, hata kama umefanya jambo la kweli, ni dhambi kabisa, halafu kasikia huyo mtu anaenda kusema kwa watu wote,
huwezi kumpenda hata kama la kweli, lakini angekwambia mwenyewe kwamba umefanya kosa. Na mtu yeyote akikwambia kosa lake, hata kama linauma vipi, mpende wala usifanye vita naye. Huyo ndio ndugu yako, huyo ndio ndugu rafiki anayekwambia dhambi yako wewe peke yako. Anakuambia ndugu wewe mwizi, ndugu wewe wewe umefanya, wewe uko hivi. Huyo mpende sana. Afu wewe muulize, je, ili jambo mwambia wangapi? Ndio wewe nakwambia, na ujirekebishe. Hii jambo litakuletea shida. Kwa hiyo huyo mtu ni wa thamani na umpende sana. Vizuri. Sasa angalia. Tunaongelea kitu kimoja. Chuki ni kitu ambacho kinaalika wajumbe wa Putin, ambao inaanza hasira, chuki na uchungu. Sasa ninakulisha vitu ambavyo vinakusaidia kukiri kwamba nitaishi miaka mingi, sitakufa. Na ili iende sambamba na ukiri wako, lazima uchunguze vile unavyo wafanyia watu, sababu hayo yatakurudia wewe mwenyewe. Maandiko yanasema hivi, ndugu yangu nisomee, kwamba ukichukia, mstari waraka wa Yohana wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa 15. Tuangalie mwenye chuki anatajwa kama nani? Kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji, nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele. Kila amchukiaye ndugu yake. Unaona, kumbe unaweza kumchukia ndugu yako. Kama unamchukia ndugu yako, wewe ni ndugu adui. Lakini kama unaweza, wewe ni ndugu rafiki, maana yake utampenda. Na upendo unafunua matendo kwenye huyo ndugu yako. Sasa angalia sura ya Zaburi ya 5 mstari ule wa 6. Mungu anasema anamzira muuaji, anamzira. Unajua maneno kuzira, tunazoea kusema amezira chakula. Hebu soma. Utawaharibu wasemao uongo. Bwana humzira muuaji na mwenye hila, bali mimi kwa wingi wa fadhili zako nitaingia nyumbani mwako. Bwana humzira muuaji na muongo. Bwana humzira. Kwa hiyo muuaji, Mungu anakuzira kwenye kuishi, anakuzira maisha yako yaishie njiani. Sasa unataka uishi miaka mingi. Sasa Mungu akikuzira utaendaje? Utaenda wapi? Na nafsi zetu zinafika mahala zinapokuwa zimesongwa. Unapowasema watu wengine mabaya na wale watu wengine, nafsi huwa inafika mahali inakufa au inakosa matumaini. Ayubu 7 mstari wa 14 na 15. Hasa mstari wa 15. Ayubu 7 mstari wa 15. Nafsi iliyobebeshwa mambo ya fedheha huwa inakata tamaa, huwa inavunjika moyo, huwa inagairi kuishi, inakataa maisha. Hata nafsi yangu huchagua kunyongwa. Nafsi inaanza kuchagua kunyongwa, na kuchagua kifo kuliko maumivu yangu haya. Na kuchagua kufa kuliko maumivu. Kuna maumivu yanayotokana na maneno, na ndio kuna watu wanachimbia watu kaburi kwa maneno. Ndio ukirudi pale kwenye kitabu chetu cha Zaburi ya 5 mstari ule wa 9, inaongelea mtima wao ni shimo refu. Moyo manake ndio shimo, ndio mtima. Mtima ni moyo. Kwa mioyo ya watu wengine ni shimo, koo lao ni kaburi wazi. Kwa kwenye koo wanawabugia na wanawapeleka kwenye shimo refu, makaburi. Kwa midomo ya watu wengine imebeba makaburi, uwaji, sumu. Kwa hiyo
utajipima kama wewe umebeba kwenye kinywa chako kaburi au umebeba uzima. Kuna watu umebeba makaburi, kuua watu wengine, kuzika watu wengine, kutupa kwenye mashimo. Hebu soma huo mstari ili tupate maana nzuri kabisa. 5 Zaburi mstari wa 9. Mstari wa 9. Maana vinywani mwao hamna uaminifu. Hamna uaminifu. Mtima wao ni shimo tupu. Moyo wao ndio mtima, shimo tupu. Koo lao ni kaburi wazi. Kaburi wazi, na meza na tumba kwa heshima. Ulimi wao hujipendekeza. Natosha. Sasa unaona, tunataka kuangalia moyo sasa. Moyo ndio unaunganishwa na nafsi hiyo, nafsi ambao ukishibishwa vyakula vya mauti, ufikia mahala moyo, nafsi ikachagua kunyongwa na ikachagua kufa. Na hiyo nafsi ni kwa sababu imeshibishwa mauti. Lakini tuangalie jinsi tunapofundishwa na Mungu, jinsi ya kuangalia moyo unavyostahili kuhudumiwa, jinsi ya kuhudumia moyo. Moyo unahudumiwaje ili ukutunzie uzima, ukutunzie afya, ukutunzie maisha, maisha. Ukisoma Mithali sura ile ya 4 mstari wa 20 hadi 23 inasema, mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako, sikia kauli zangu, zisiondoke machoni pako, bali, point hiyo zingatia, uhifadhi hayo maneno yangu kwenye moyo wako. Unaona? Kwenye moyo unatakiwa uhifadhi neno. Sasa ukihifadhi hilo neno, matokeo yake itakupa, mstari wa 22, kwa maana ni uhai. Neno leta uhai kwao walipatao, na afya ya mwili wao wote. Kwa hiyo hilo neno ndilo linaingiza uhai, linafukuza kifo na linafukuza magonjwa. Mstari wa 23 inarudi pale pale mstari wa 21 na 23 inaoanisha. Tungeweza kusema kwamba inasema, linda moyo wako kuliko yote ulindayo, kwa sababu ndani ya moyo wako ndiko zinakotoka chemichemi za uzima. Sasa kumbuka, kwenye moyo umehifadhi neno. Inasema, bali uyahifadhi maneno yangu katika moyo wako. Kwa moyo uliohifadhi neno unageuka kuwa chemichemi za kuzalisha uhai, za kuzalisha. Yani huo mstari ni kama vile tungeutoa tuweke mstari wa 22, mstari wa 22 upeleke wa 23, kwamba hayo maneno uyahifadhi moyoni mwako, alafu kwa sababu hayo maneno yatafanyika chemichemi ambazo zitakupa uhai na kukupatia afya. Sasa, na ukishafahamu hivyo, maneno ya kwako unaozungumzia watu kwa wengine na wengine wanaokuzungumzia wewe, lazima wewe uwe na ujasiri wa kushinda makwazo. Tuliona Zaburi ya 119 mstari ule wa 165. Zaburi ile 119, Zaburi 119 ule mstari wa 165 inazungumza, tusikia hapa, inaonyesha jinsi ya kushinda makwazo. Sababu makwazo ndio kitu kinacholetaga chuki, kinacholetaga hasira, kinacholetaga uchungu. Sasa wewe usiposhinda na utamani kuishi miaka mingi, utakuwa umejikwamisha mwenyewe. Hebu soma ndugu yangu. Wana amani nyingi waipendao sheria yako. Wana amani nyingi, wala hawana la kuwakwaza. Wala hawana la kuwakwaza. Haina maana kuna mambo ya kukwaza. Yapo, ile tu yamejaa. Yapo. Lakini lazima ujenge stamina ya kusamehe, ya kuachilia, ya kulinda amani yako. Yesu anasema amani nao hapa hakuna waweza kuondolea. Sasa yapo mambo
yanatafuta yaondoe kile kinacholeta uzima, kinachozalisha amani, furaha, kiondoe furaha, kiibe shangwe, kiibe uchangamfu, kiingize moyo wa huzuni, masikitiko, tamaa, kutamani kujinyonga, kutamani kifo. Hayo ndio tuko vitani. Unapoona unakosewa, kitu kinachotokea ni kinaiba raha yako moyoni, inaibiwa furaha yako, na inaweza kuwa inachukuliwa na mtu wa karibu kabisa. Kwa hiyo unakosewa, unakuta unakosa furaha, unakosa amani, umeibiwa. Sasa angalia, Biblia inazungumza vizuri sana kwamba katika kitabu kile cha Mithali 17:22, sasa moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Moyo uliochangamka, wenye furaha, wenye matumaini, wenye amani ni dawa, unajiponya wenyewe. Lakini moyo uliopondeka ukausha mifupa. Sasa mifupa ikikauka ndio unaelekea kufa hivi. Sasa unaweza kuona, jipime tu mwenyewe. Siku moja nilikuwa kila siku sikiliza jikagua, leo nilikagua. Najiuliza hivi, ile sala ya Bwana inaosema utusamehe dhambi zetu kama sisi tunavyosamehe wanaotukosea. Kwa kweli hapo pana siri kubwa. Hebu jiulize, kuna watu wangapi ambao sasa hivi unasikia una uchungu nao? Wako watu wangapi ambao unasikia una uchungu nao? Yaani mimi najikagua, hivi kuna mtu hata mmoja ambaye nina chuki naye, ambaye nina uchungu naye? Hata mmoja. Najitahidi, nataka niishi na amani. Haina maana hakuna wanaonikosea, lakini siruhusu, kwa sababu nataka kuishi maisha marefu. Siruhusu nibebe chuki, nibebe uchungu, nibebe kutosamehe, nibebe kukata tamaa kwa sababu ya mtu fulani. Hapana, hiyo ni stamina ya kwako binafsi, lakini haina maana kwamba ni jambo rahisi. Na labda niweke vizuri, kukasirika ni kawaida kwa binadamu. Hakuna binadamu asiyokasirika. Kuchukia ni ubinadamu. Hakuna mtu asiyechukia. Nikisema kuna watu wanaoweza asiochukia, nitakuwa nadanganya. Mungu mwenyewe ana hasira, anakasirika. Na Mungu mwenyewe anachukia. Ngoja nikwambie, sisi Mungu kwa mfano wa Mungu sikia. Lakini ukisoma ile kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 26 inasema muwe na hasira lakini msitende nini? Dhambi. Sasa hapo inamaanisha nini? Huwezi kumchapa mwanao kama hujikasirika. Wako amechukua ameiba hela, anakula sukari, anafanya mambo mabaya, namwambia hiki afanye. Lazima mzazi ukasirike, si ndio? Ukasirike. Ukikasirika unachukua fimbo na unamchapa. Huwezi kumchapa mtoto ukiwa unacheka umefurahi. No, lazima ukasirike. Ukasirika kupo. Ila anazungumza kuna hasira ambayo inakuwa ni aina ya mauti, inakuingiza kwenye tendo la dhambi. Ina maana anaposema muwe na hasira ila msitende dhambi. Na kuna hasira ambayo inakufanya namna fulani ya matendo yafanye ili utekeleze jambo fulani na urekebishe jambo fulani na warekebishe watu wanaokosea kwa namna hii nzuri ambayo watarekebika lakini watafaidika. Huwezi kuchukua panga, mwanao ameiba pesa shilingi 3,000 ukakata mkono, hiyo ndio ni hasira yenye dhambi. Lakini ukamchapa, Biblia inasema usiache kumchapa mtoto. Ujinga unaondolewa na kiboko. Unamchapa mwanao, ujinga unamtoka, anakuwa mzuri zaidi, kesho anafanya vizuri. Kwa hiyo usiwe hasira tutakasirika, lakini anasema isikae sana mpaka ikawa ni makao makuu ya hasira kwenye kifua. Na ikikaa muda mrefu inaitwa hasira ukaa kifuani mwa mpumbavu. Yaani hasira ikidumu sana wewe unakuwa mpumbavu. Sio mimi, Biblia imesema.
Ukitunza hasira zisizokoma, wewe ni mpumbavu. Biblia inasema hasira ukaa kifuani, mpumbavu. Lakini chuki, tunakasirika pia, tunachukia. Lakini hiyo chuki lazima na yenyewe na kipimo. Tusikae na chuki ambayo mpaka inatuzalia uchungu, inatuzalia uhasama, inatuzalia uadui, inatuzalia mambo mabaya hata kwa dhuru wengine na kadhalika. Hapana. Lazima ukasirike, uchukie, lakini uwe na uwezo wa kutawala, uwezo wa kusamehe. Mimi nilichagua kumsamehe mtu yeyote kwa vyovyote vile, kwa faida yangu. Bora wewe nikoseaje? Nitakasirika. Binadamu nitakasirika. Nitachukia. Binadamu nitachukia. Lakini sitakaa muda mrefu sana. Nitaachilia, I will forgive you, I will leave it. Na mwachia Mungu. Mimi nitahakikisha kama ni kosa kubwa sana, nitasumbuka ndani ya wiki moja tu au siku moja au mbili au tatu. Lazima nishinde, nirudishe amani yangu isiibiwe. Ninacholinda ni amani yangu. Maana sasa moyo uliochangamka ni dawa. Sasa wewe moyo wenye masikitiko mwezi mzima, miezi 6, mwaka mzima una maombolezo, wewe bado una uzima hapa? Hamna kitu tena, umeshamaliza kitu, kila kitu. Biblia inazungumza vizuri tu kwamba furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Kasome Nehemia mwenyewe, kajisomee Nehemia. Nehemia 8:10. Waambie watu wale kilichonona, pelekea asiye nacho. Mtu asihuzunike, kula kilichonona, kwa sababu furaha ya Bwana ndio nguvu zetu. Na tena katika Yeremia sura ile ya 15:16 nasema moyo uliochangamka ni dawa. Sorry. Maneno yako yalionekana nami nikayala. Na maneno yako yalikuwa furaha kwangu na shangwe ya moyo. Kwa shangwe ya moyo inazalisha uzima. Maneno ya Mungu. Ayubu anasema katika mazingira mazito ya ugonjwa. Ayubu 23:12 na 13. Sikurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake. Nimeyatunza maneno ya kinywa chake zaidi ya riziki zangu. Aliamua neno la Mungu alitunze kwenye moyo. Na alipoingia ndani ya moyo likamletea uzima, uhai, likapinga ile mauti. Neno lililokuwa ndani ya Ayubu likapambana na mauti. Likapambana na wajumbe wa kifo. Likapambana na mauti. Likafukuza mauti. Likaifukuza mpaka mauti zikaondoka, Ayubu akapona. Na wewe hivyo hivyo. Usirudi nyuma. Kuitunza neno moyoni mwako. Maana ndilo litakalogeuka kuwa chemichemi za afya, chemichemi za uzima. Ndio itakuwa ulinzi kinyume cha mauti. Ndio itakalofukuza wajumbe wa kujinyonga, wajumbe wa kifo. Litafukuza wale wanaokufanya utamani kufa. Hilo neno litafukuza. Utakuwa ni mtu ambaye ni mtu wa imani. Sasa kuna maeneo ambayo tutamalizia mistari michache. Soma kitabu cha Yakobo sura ile ya 3 mstari wa 5 kuendelea. Hebu some hapo. Yakobo 3 mstari wa 5 na kuendelea. Inaongelea ulimi. Hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo. Nao hujivuna majivuno makuu. Ndio. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Ndio. Nao ulimi ni moto. Ule ulimwengu wa uovu. Ndio. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu. Nao ndio utiao mwili wote unajisi. Mwili wote unanajisika, Uwasha moto mfululizo wa maumbile. Maumbile yanachomeka moto. Unaanza kuchoma viungo, unachoma maini, unajua ulimi wako, kwa sababu umebeba sumu, moto unajiteketeza mwenyewe. Unajiteketeza mwenyewe. Endelea. Nao huwashwa moto na jehanamu. Mpaka unaenda kupeleka na jehanamu. Kwa hiyo mdomo wako, point yangu ni hiyo, ni mdomo. Hebu tusomee Zaburi ya 34 mstari wa 12. Mdomo
mdomo. Huo mdomo unaweza ukakumaliza. Umebeba moto na sumu. Huo mdomo unabeba mpaka mauti, lakini huo mdomo pia unabeba uzima. Huo mdomo unabeba maisha marefu. Umebeba baraka. Sasa unachagua huo mdomo, utakapo uruhusu ukuzalishie moto, utakuletea moto. Ukizalisha uchome viungo, utachoma viungo. Ukiwaambia huo mdomo wako leta sumu, itakuja sumu. Ukiambia mdomo lete moto, leta moto. Waambie mdomo lete mauti, leta mauti. Lakini mdomo wako waambia lete uzima, leta uzima. Lete maisha marefu, leta maisha marefu. Hivyo soma mstari wa 12. Ni nani mtu yule apendezwaye na uzima? Ni nani mtu yule apendezwaye na uzima? Apendaye siku nyingi apate kuona mema. Anayependa siku nyingi, miaka mingi, aone mema. Ni yupi huyo mtu Uzuie ulimi wako na mabaya. Uzuie ulimi wako na mabaya. Mabaya ni hayo ya kutamka maneno machafu. Midomo yako na kusema hila. Usiseme hila. Uache mabaya ukatende mema. Utafute amani Itafute amani uifuate. Unaona? Kwa hiyo midomo yetu ndio inatuua. Tunauana wenyewe kwa wenyewe. Tunabomoana wenyewe kwa wenyewe. Hatupendani. Mtu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu, tunamtakia mabaya, tunamuumiza, hatujali nafsi yake, tunamsengenya, tunamfitini, tunamsema mambo mabaya, akisikia anakata tamaa. Tunafanya mtu mpaka afukuzwe kazi, tunagonganisha mpaka ndoa zivunjike, hatujali. Tunasababisha mpaka uchumba uvunjike wa mtu, hatujali. Tunasikia raha, uchumba fulani umevunjika, raha, kome kabisa. Wewe unajikomeshaga mwenyewe, maana utavuna wewe unayokomesha wenzako. Usifurahie jambo baya na mtokea mwenzako. Biashara yake mtaji umedondoka, unacheka, alikuwa anaringa sana, sasa amekuwa kama sisi. Wewe utabaki hapo, mwenzako atainuka tena. Tengeneze vitu vya kutumaliza wenyewe. Tusiasi nia yetu ya kuishi miaka mingi. Sitakufa bali nitaishi. Linda mdomo wako. Samehe. Leo naomba nikupe hiyo kazi. Tafakari usiku leo, ni nani ambaye hujamsamehe? Naomba fanya bidii leo usiku na kesho, hakikisha umesamehe kabisa. Hata kama kuomba msamaha. Ndio sasa waanze kujua tumeanza sasa safari ya maisha marefu. Naona safari ya maisha marefu sio rahisi. Kumbe sio tu swala la kukiri, kumbe sio rahisi. Unaona mtu alivyokuumiza, unaona alivyokukosea, ndio hivyo. Si unaelewa utajiri ni mzuri? Utajiri ni mzuri, si unafahamu? Na Biblia imetuambia tuwe matajiri, tusitue kichwa. Lakini kwa nini kila mtu hawi tajiri? Kwa sababu utajiri si rahisi, ingawa Biblia imesema hivyo. Lazima uwe na nidhamu. Hivyo ninapokuambia, kusamehe si jambo rahisi. Ndio kusamehe ndio inakupa afya. Ndio inakupa uponyaji. Ndio inakupa amani, inakupa furaha, raha, shangwe. Dawa ndani ya mwili wako, ndio inakupa maisha marefu. Lakini kwa sababu watu wamekosea jambo baya, unashindwa kuwasamehe. Mungu akusaidie. Na mimi nakuombea, samehe kila mtu regardless, yani bila kujali. Kama umeamua kuishi maisha marefu, wewe ondoa takataka zote. Takataka ni watu ulioweka moyoni. Ondoa takataka hizo. Ondoa yote. Hata kama mtu fulani amekuumiza, amekusaliti, kipenzi chako amekusaliti, ondoa hiyo, ni takataka. Ondoa takataka kwenye moyo. Si mchumba, sio afani, ondoa hiyo takataka. Rudi, jiponye mwenyewe. Tengeneza upya moyo wako. Moyo wako uponye upya. Usianze kuwaza kama wewe labda umelaaniwa, una mikosi, sababu kuna wachumba watatu wamekuacha. Achana nao. Ondoa, wao sio wazi tena.
Najua si rahisi kuacha kirahisi kwenye mawazo. Sasa tumia wiki hii kuwaondoa wote. Waondoe. Hata kama mwanaume alikuacha, wewe sikitika kidogo tu. Usikitika kupo, mwache, muondoe moyoni. Chochote umefanywa, haya ni maisha yako. Hata kama unatafuta haki, itafuta hiyo haki, lakini samehe, alafu tafuta hiyo haki. Inawezekana kabisa. Yaani unaenda kwa tafuta haki wakati moyo wako una amani. Tafuta amani wakati umelinda maisha yako, usijue. Kataa kujiua. Kataa kujiua. Maana yake tafuta haki ya jambo lako wakati Biblia inasema wana amani nyingi. Wanaomtegemea Bwana. Wala hawana la kuwakwaza. Sasa wewe si unamtegemea Bwana. Lakini angalia ulivyokwazika. Inasema na amani Kristo ipitayo akili zote itawalinda nafsi zenu. Maana yake amani ndani yetu inapita majaribu yote, ndio akili zote. Jaribu hili, jaribu lile, jaribu hili, ili ona kusema yuko hivi, yuko hivi. Hayo majaribu. Akili ya amani iliyo ndani yako inashinda wakikusema. Wewe hauko vile unavyokusema, ila vile unavyopokea wanaokusema ndio unaanza kuwa hivyo. Anasema hili ni jinga. Wewe sio mjinga sababu amesema. Ni mpaka ukubali hilo neno. Kama hujakubali unalipangua, unabaki na wewe unavyojitambua. Lazima ujitambue. Kwa nawaambia watu kama vile shetani alivyomdanganya Hawa pale bustanini. Unajua aliwaambia hivi, mkila matunda mtakuwa kama Mungu. Lakini tayari waliumbwa kwa mfano wa Mungu. Sasa waliingizwa mashaka. Ni kama mtu anakuambia wewe dada, ukivaa sketi utakuwa mwanamke. Ukifanya kitendo cha kuvaa sketi ile wewe mwanamke, tayari amekuiba, ameshakupata. Yaani wewe unajijua kabisa wewe ni mwanamke. Akamwambia yaani ukivaa tu sketi nyekundu wewe utakuwa mwanamke. Alafu unatafuta sketi nyekundu, basi ukivaa hiyo sketi nyekundu amekupata. Kwa sababu tayari wewe unajua ni mwanamke, alafu unatafuta kuvaa sketi ili wewe mwanamke. Sasa shetani wanachofanya, anakutengenezea kitu ambacho wewe tayari uko hivi. Alafu anakuambia ukifanya hiki utakuwa hivi. Lakini tayari wewe sisi mfano wa Mungu, angemjibu tu, mimi ni Mungu kwa mfano wa Mungu tayari. Hiyo muhimu sana. Mungu akusaidie. Wapende watu, jipende na wewe. Usijisaliti hata wewe, jipende kabisa. Biblia inasema hivi, mpende jirani yako kama, nafikiri nitaongelea siku nyingine hiyo, kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Unaona hiyo point? Yaani wewe huwezi kumpenda mwingine kuliko unavyojipenda wewe. Inaanza jipende wewe, utamlipa yule mwingine upende. Unaona watu walioumizwa wanaumiza watu wengine. Watu ambao ni wabaya wanafanyia ubaya wengine. Watu ambao wanajipenda katika kibibilia utamani kuwapa na wengine upendo. Kama una kitu cha kutoa, huwezi kutoa. Nimefikia mwisho wa somo letu la leo. Tutaendelea kesho. Tutaendelea kujenga vitu ili mpaka imani yako ikubali maisha marefu. Naona umeanza kuelewa kumbe kuna wajibu. Maisha marefu yana wajibu. Kumbe si tu kwamba nitaishi miaka 70, 80, 100, 120. Kumbe kuna wajibu. Na mimi naamini na ni maombi yangu wote wanaofuatia kipindi hiki, nimeshaombea neema, tutashinda tu. Tutaweza tu. Inawezekana. Haya ndio majibu yetu. Inawezekana. Hakuna lisilowezekana. Yote tutashinda. Hata kama hilo jambo ni gumu unaliona. Wewe ulio mgonjwa utapona. Ulioambiwa utakufa hufi. Uliologwa utafunguka. Mizimu itakuachia, majini yatakuachia, magonjwa yatakuachia. Yaani hili somo linafungua vifungo vyote. Utapona magonjwa yote. Wamekwambia sijui nini, wewe unapona. Tuendelee kufuatana. Hii ndio majibu Bwana anayaleta.
ili mapenzi ya Mungu yatimie kwetu. Mungu anataka kujifunua. Yeye ni Mungu, hatishwi na yanayoendelea, hatishwi na shetani, magonjwa, laana, vifo, hatishwi. Anataka tumuinulie macho, tumtazame yeye, tulishike neno, tulijaze kwenye mioyo. Mungu atasimama na kusibirisha neno lake. Tutavuka bahari salama, tutaenda ngazi ile, nchi yetu ya ahadi tutaingia, iwe isiwe tutaingia, inyeshe liwake, tunaingia nchi ya ahadi. Nchi yetu ya ahadi hapa ni miaka kamili, umri mrefu. Joshua na Caleb waliingia, tutaingia na sisi. Acha wengine waishie jangwani, lakini sio wewe. Wewe utaingia nchi ya ahadi kwa jina la Yesu. Kama unaamini pale useme amina. Uingie nchi ya ahadi katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Sasa kikapu cha sadaka. Unaona kikapu cha sadaka? Kiongozi wetu wa media naamini ameshaweka namba hapo na anairudia namba hapo. Hiki ni kikapu cha sadaka. Unaweza kutoa sadaka yako 500, 1000, 2000, 5000 chochote kile, ili tusaidie mambo ya mabando na kadhalika, huduma mbalimbali. Basi chukua sadaka yako kwa simu yako, tuma kwenye namba 0714 834. Arudia. Sadaka ni muhimu. Hiki ni kipindi kamili, ni ibada kamili, na hivyo ni wakati wa toa sadaka. Kikapu cha sadaka ni namba 0714787834. Na wabariki wote ambao wamekuwa wakitoa sadaka zao. Mungu awape matunda ya utoaji wenu, mema ya wafuate, ni baraka ifunguliwe kwenu, miujiza ya utele, ustawi na neema nyingi za katika biashara, kwenye kazi, kwenye maisha yenu. Kila ulifanyalo lifanikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina. Tukutane kesho saa 4 kamili. Kesho tutakuwa hapa. Tukutane kesho. Asante sana. Bye bye.